kwenye swala mchezaji wa zamani bado sijastaafu. Mungu akipenda nitawalika, kutakuwa kuna mechi kati ya Tuambie hali ipoje kwa upande wako wewe, kwanza ukiwa kama kocha wa golikipa, inakuwa ni faraja kiasi gani kwenye upande wa sehemu ambayo ninyi mnasaidia Pamba Jiji kupata matokeo, imekuwa ikionyesha matunda mazuri kwa upande wa eneo la ulinda mlango? Kwa upande wa faraja nashukuru kwa sababu ni eneo ambalo mimi nimelifanyia kazi kwa muda mrefu, takriban miaka 23 kama sikosei, toka nimeanza kucheza ligi. Kwa hiyo ni eneo ambalo nafarijika kuwepo na kulifanyia kazi. Kwa namna moja au nyingine ndio tunabidi tuwasukume vijana waweze kutimiza malengo yao. Inakuwa ni ngumu kiasi gani kuelekeza vijana kuishi kile ambacho wewe umewahi kukiishi, lakini kuna muda kuna ugumu wake. Wewe ugumu gani ambao yani unaupata kuhakikisha kuwa wanaelewa kile ambacho natamani wakifanye? Ugumu upo, ugumu unakuwepo pale kwa sababu mimi nimecheza hiyo nafasi. Nimecheza hiyo nafasi, kwa hiyo kwa namna moja au nyingine wanapenda mtu afanye vizuri. Kwa hiyo unapoona mambo hayaendi ndio ugumu wenyewe, lakini tunajitahidi kutuliza munkari na kuweza kuwaelekeza vizuri tuweze kufikia malengo yetu. Tumeona ninyi ni moja kati ya sehemu ambayo asipoenda mchezaji timu ya taifa kwenye upande wa eneo la linda mlango ataenda kocha. Ni nguvu kiasi gani kwa wewe kama kocha? Yote kwa hiyo tunasema tunataka kuboresha. Ukiboresha sehemu moja basi sehemu nyingine nayo inatakiwa uboreshe. Kwa hiyo sisi kwa namna moja nyingine tunajivunia kwa hilo ulichokiona. Ushindani unaonaje kwenye upande wa eneo la ulinda mlango kwa upande wa wachezaji na timu za ligi kuu kwa sasa hivi, na ukilinganisha na kipindi chenu, kipindi nyinyi mkiwa uwanjani? Ushindani upo toka sisi tunacheza mpaka sasa hivi, ushindani upo. Ukiangalia mpira sasa hivi advance, ligi inaonyeshwa, mechi nyingi zinaonyeshwa, takriban zote naweza nikasema. Kwa hiyo ushindani unakuwepo. Leo utakaa kwenye TV utaangalia mwenzio amefanya nini, tofauti na sisi kipindi cha nyuma kidogo, maana nimecheza ligi ambayo imeonyeshwa na mimi. Kwa hiyo sio zamani sana. Kwa hiyo ukiangalia ushindani, yani naona unashabiliana. Kitu gani unatamani kifanywe marekebisho kwenye upande wa ligi kuu kwa upande wa uchezaji, lakini pia inaweza kuwa kwa upande wa tuzo? Wewe ni mchezaji ambaye tunaweza tukasema kwamba kuna vitu vingi kichwani ambavyo ulivishuhudia, lakini pia vingine ambavyo mpaka sasa unaendelea kuviona. Unatamani vibadilike ili walau twende kwenye ubora mzuri ambao unaweza ukawa unajivunia kwenye eneo ambalo upo. Nisiwe muongo, anisipindishe maana kipindi tunacheza na kipindi hichi, kusema kweli, kwa namna moja au nyingine shirikisho limejitahidi sana kwa namna moja au nyingine, kuanzia kwenye tunzo hadi ligi yenyewe. Sasa hivi ukiangalia hamna timu ambayo inashindwa kufika kwenye kituo kwa sababu ya gharama fulani labda za usafiri nini, lakini ukiangalia sasa hivi usikii timu inalalamika mishahara. Kwa namna moja au nyingine tumeadvance sasa nikasema kwa ligi kwa ujumla. Wapi turekebishe sasa kwenye ligi yetu ili tukae vizuri kwenye baadhi ya machache ambayo unatamani ukiwa kama mchezaji wa zamani, tunaweza kusema hivyo legend, kwa sasa hivi ukiwa kama kocha, ili mpira wetu upate sura nzuri? Mimi naona tuko sawa, lakini ukisema kwenye swala mchezaji wa zamani bado sijastaafu. Mungu akipenda nitawalika, kutakuwa kuna mechi kati ya ligi kuu kati ya Mtibwa Sugar na Pamba. Hiyo nafikiri inaweza kawa ndo siku yangu rasmi nitastaafu, Mungu akipenda siku hiyo, kwa sababu ukiangalia tasema Mtibwa ni timu ambayo ilinitambulisha na Pamba ndio timu ambayo nimemalizia kucheza ligi. Kwa hiyo Mungu akipenda hiyo nitakuwa siku yangu ambayo nitastaafu, Mungu akipenda. Kwenye hiyo siku tulikuwa tunaisubiri. Wewe mtazamo wako ni upi kwenye ligi ya Tanzania? Narudi pale ligi imeadvance sana kusema kweli, kwa wachezaji, makocha imeadvance, tuko juu sana kusema kweli. Kwa hiyo mimi sioni sehemu ya kusema tuongeze hiki, naona kila kitu kimeseto. Si kwa waamuzi, si kwa wachezaji, kila kitu kimeseto. Kwa sababu sijasajiliwa, kwa hiyo huwezi kuona nikisimama kwenye mlingoti. Ningekuwa nimesajiliwa ungeniona mlingoti. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.